Leo tutajifunza somo muhimu sana ambalo litakusaidia katika maisha yako. Tutajifunza kuhusu jinsi ya kuomba na kupata majibu haraka. Unajua watu wengi huomba kila siku, lakini sio wote huona majibu ya maombi yao yakija kwa haraka. Sasa leo nataka nikupe siri ambazo ukizitumia utaona majibu ya maombi yako yakija haraka. Sasa somo hili halina ubaguzi wa dini yoyote, kwa sababu sisi binadamu tunamwamini Mungu mmoja na binadamu wote tunaoishi duniani tumeumbwa na Mungu mmoja. Kwa hiyo kila mtu anaweza kuona matokeo mazuri kulingana na dini yake. Sasa ukijua siri hizi zitakusaidia katika namna ya unavyoomba na utaanza kuona majibu ya maombi yako yakija haraka. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa watu wengi wanaomba kila siku, lakini wapo baadhi huwa wanajiuliza, kwa nini mimi sioni majibu ya maombi yangu? Tatizo linalotokea mara nyingi si kuomba, bali ni namna tunavyoomba. Sasa unajua katika mpango wa kuomba kuna utaratibu wake. Tuchukulie mfano, unapobonyeza menu ya Airtel Money au menu ya Vodacom, lazima ubonyeze kulingana na maelekezo sahihi. Kikosea, badala ya kuweka nyota wewe ukaweka lel, haitakuja ile menu. Au ukabonyeza labda nyota 150 wewe ukaandika 156, haiwezi kuja ile menu sahihi ambayo unahitaji. Kwa hivyo pia hata kwenye maombi, kwa sababu maombi tunaomba sawa, lakini kuna namna ya kuomba ili majibu yako yaje kwa haraka, na wengi huwa wanashindwa kuelewa hichi kitu, kwa sababu binadamu wote tunaomba, lakini kuna kanuni ambazo ukizitumia majibu ya maombi yako yatakuja kwa haraka. Kwa leo tutaenda kuziangalia hizi kanuni, lakini pia zitakusaidia pia na namna ya kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu maombi. Sasa kitu cha kwanza kabisa ni kuomba kwa imani. Usiombe kama unaomba kujaribu bahati. Omba ukiamini kabisa kuwa jibu lako lipo. Maombi yasiyo na imani ni kama kupiga simu bila mtandao. Amini kabla hujaona. Sasa hapa nataka nikupe siri moja. Unajua formula ya Mungu inasema hivi, amini ndio uone. Lakini formula ya wanadamu inasema ona ndio uamini. Sasa wengi woga wanakwama hapa, wanataka paka waone ndio waamini. Lakini Mungu hafanyi hivyo vitu hivyo, yeye ana mfumo wake maalum. Kwa sababu hebu angalia kwa mfano hata mawingu tunayoona huko juu hayadondoki kwa sababu tunaamini kwamba yameshikiliwa na nguvu ya Mungu. Mungu mwenyewe hatujawahi kumuona, lakini tunaamini kwamba yupo. Kwa hiyo hata kwenye maombi Mungu anafurahishwa sana na imani, kwa sababu ukiamini kwamba unayemuomba anakusikia na atakujibu, tayari unakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kuliko kuomba kwa mashaka. Na wengi huwa wanaomba kwa wasiwasi, mtu anakuwa anasema sijui kama itawezekana. Ukishasema tu maneno una block maombi yako. Au unaweza kuta mtu ameomba labda apate kazi, alafu anaenda kukaa na watu wanaanza kuambia kazi siku hizi ni ngumu. Kwa hiyo imani yako na maneno yako vinakuwa vinapingana, na hapo huwezi kuona matokeo yoyote. Lakini imani ikienda vizuri, ukaomba kwa imani na ukaamini kwamba hili jambo litatokea, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo unatarajia kuwa yatakuwa vile vile. Yaani kwamba ni kuamini kwamba hichi kitu kitakuwa vile vile kama unavyotarajia. Kwa hiyo ule uhakika kwamba hichi kitu kitakuwa hivi, ukiamini, na kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa ni mkweli, kitakuwa kama vile vile ambavyo wewe umeomba. Kwa hiyo imani ndio nguzo kuu sana katika maombi, na imani inamfanya Mwenyezi Mungu afurahie uwepo wako wa kwanza kuomba, lakini pia na inamchochea Mwenyezi Mungu kukusaidia, kwa sababu imani inaonyesha kwamba unamwamini. Kwa sababu mchukulia hata wewe mwenyewe, mtu anakuita ukafanya kazi fulani alafu akawa kuamini, wewe unajisikiaje? Kwa hivyo pia, japo Mungu si binadamu, lakini nimechukulia tu mfano wa kawaida kwa binadamu wa kawaida. Unavyoumia mtu ambapo anakuwa hakuamini, ndivyo hivyo pia Mwenyezi Mungu hapendezwi na mtu ambaye hana imani. Kwa hiyo maombi ili yalete matokeo, imani ni muhimu sana kwenye maombi yako.
Lakini kitu kingine ni kuwa wazi katika maombi. Watu wengi wanachelewa kupata majibu kwa sababu hawaombi kwa uwazi. Unaposema nisaidie, unakuwa hujaeleza unataka msaada gani. Mwambie Mungu waziwazi unachohitaji. Maombi yaliyo wazi huleta majibu yaliyo wazi kwa haraka. Sasa unajua kuna changamoto moja kwenye maombi. Watu wengi wanaomba kwa ujumla. Anasema Mungu nisaidie niwe tajiri. Sasa kuna utajiri wa aina nyingi. Kuna utajiri wa Tanzania, kuna utajiri wa duniani, kuna utajiri labda wa sekta fulani. Wewe unataka utajiri gani? Huwezi kwenda kwa mfano hata kwenye ofisi au ukaenda kwenye duka lolote ukasema naomba unisaidie. Yule mwenye duka atashangaa, nikusaidie nini? Na atakuuliza kwanza nikusaidie nini? Lazima useme kile kitu unacho kusaidiwa. Manake ukiomba kwa maombi ambayo yaliyo wazi na ukaelezea hicho kitu, kwanza inakusaidia kujua kile kitu unachokitaka, na hata kama kikija utakiona kwa sababu ulikiomba kulingana na kile ulichokisema. Huwezi kusema Mungu nisaidie ninunue simu. Simu zipo nyingi, kuna iPhone, kuna Google Pixel, kuna hizi Samsung. Hizo zote ni simu. Kwa hiyo lazima uwe maalum, yani uwe specific kwamba unaomba nini. Na mara nyingi wengi wanakosea, unakuta Mungu naomba unipe kazi. Ombi zuri ni lile ambalo unasema Mungu naomba unipe kazi kwenye sekta fulani. Lile linakuwa maalum, na likiwa hivyo linachochea zaidi kuleta majibu kwa haraka, kwa sababu unakuwa unajua unachokiomba, na Mwenyezi Mungu mara nyingi huwa ameshaandaa kila kitu hapa duniani. Yaani vitu vyote unavyoviona vitu duniani vimeshaandaliwa na Mwenyezi Mungu. Ila Mwenyezi Mungu anasubiria tu wewe uvitamkie ili vije kwako. Kwa sasa haviwezi kuja kwako vitu ambavyo hujavitamkia kwa usahihi. Yaani chukua tu hata mfano unaenda labda sehemu kupata huduma fulani, afu ukasema tu naomba mnipe huduma. Hawezi kupa huduma, watakuuliza huduma gani? Usiposema hauwezi kupata huduma yote, na sio shida kwao. Na wengi ndio wanakosea hapo. Shida sio Mungu, ila wewe ndio hujasema unataka huduma gani. Kwa hiyo maombi yako lazima yawe wazi. Huwezi kusema tu nisaidie. Usaidiwe nini? Kuna misaada mingi. Kwa hiyo lazima ombi lako pia liwe wazi. Unapoomba jitahidi uweka kitu kuwa kiwe specific, yani kiwe maalum kwamba ni jambo gani, kwa sababu kila kitu hapa duniani kina lugha yake na kina jina lake. Kwa hiyo kwa mfano nyumba, magari, unataka Mungu akusaidie kupata gari, lazima useme gari la aina gani, kwa sababu kuna Range Rover, kuna BMW. Sasa magari yako mengi, na ukiomba kwa uwazi, manake hata kama ikija labda ulisema Mungu naomba unisaidie nipate BMW, ikija manake unakuwa tayari hata kupokea yale uliyoomba, kwa sababu unakuwa unajua ulichokiomba. Na ndio maana wengi hawapati majibu ya maombi yao, kwa sababu anaomba kwa ujumla. Mungu nisaidie niwe tajiri. Tajiri wa nini? Kwenye sehemu gani? Kwenye sekta gani? Lazima uwe wazi. Na maombi yaliyo wazi yanakusaidia pia hata wewe kuweka umakini kwa kile ambacho umekiomba. Na ndio maana unakuta kuna mtu anaomba vitu vingi, hata kuja kumuuliza umeomba nini, anakuambia nimeomba tu. Sasa mara nyingi maombi yanatakiwa yawe na wazi, na yakiwa na uwazi yanachochea majibu kuja kwa haraka. Lakini kitu kingine, omba kwa moyo ulio safi. Kama una chuki, kinyongo au hasira moyoni, hicho kinakuwa kizuizi cha maombi yako. Kabla hujaomba, hakikisha moyo wako uko safi. Samehe, acha kushikilia maumivu, ndipo maombi yako yatapita bila kuzuiwa. Sasa kuna kitu ambacho watu wengi hawajajua. Kuna vitu ambavyo vina block maombi yako yasijibiwe, na hivi vitu ni sisi wenyewe tunavizuia, kwa sababu Mungu ameshaweka mifumo ambayo imewekwa tayari kuja kutusaidia sisi. Ni kama vile unavyonunua labda simu, tayari imeshatengenezewa program za kuitumia ile simu. Kwa hiyo ukishindwa kuitumia ile simu, sio kwamba mwenye simu aliyetengeneza ndo ana tatizo, ni wewe ndo hujui namna ya kuitumia hiyo simu. Na hata kwenye remote wewe kuna button nyingi sana pale, lakini unakuta wewe unatumia button tu mbili, labda kuongeza sauti, kubadilisha channel na kuongoza. Lakini kuna button zingine pale zina kazi yake, sema wewe uzijui, na uweze kumlaumu mwenye remote kwa sababu yeye ametengeneza pale na kukupa na maelekezo, ila wewe umefuatilia kitu kimoja. Kwa hivyo kwamba moyo ulio safi ni kichocheo kikubwa cha maombi kuja haraka. Lakini ukiwa na chuki, kinyongo, hasira, unazuia yale maombi yako
upite kwenda kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiwa na chuki kwanza unazalisha hofu, lakini pia unakuwa na mashaka, au ukiwa na kinyongo ndani yako unazalisha mashaka, na mashaka hayawezi kuleta majibu kwa Mwenyezi Mungu. Na mara nyingi hata chukue mfano, unaomba labda Mungu akupatie amani ya kazi, au Mungu akusaidie ujenge nyumba, lakini watu waliojenga nyumba unawachukia, unawasema vibaya, au watu walionunua magari ukiwaona wanapita na magari unawatukana, unawasema kwamba hawa nao wanajisikia pale, unakuwa unazuia yale maombi uliyoomba. Lakini ukiwa unafurahia, kwa mfano umeona mtu kafaulu, labda na wewe unaomba kufaulu, unafurahia ufaulu wake, unafurahia mafanikio yake. Labda kuna mtu kakuumiza, kwa sababu chukulia mfano mtu labda alikukosea zamani, kwa mfano ulikuwa unasali ukakumbuka ule uchungu wake, huwezi tena kusali kwa imani, utakuwa unasali kwa hofu, kwa sababu ndani kuna uchungu, na uchungu unazalisha hofu, na hofu inaleta mashaka, na ukishakuwa na mashaka tayari umeshavuruga kabisa ile process ya kwanza niliyosema ya imani, kwa sababu usipokuwa na imani Mwenyezi Mungu hawezi kukusaidia, kwa sababu wewe huamini kile ambacho kinakuja kukusaidia wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamsaidia mtu ambaye anamwamini kuwa anaweza. Na nilitoa hata mfano kwamba hata sisi binadamu, mtu ambaye anakuona huwezi, hata kama una uwezo huo utamuacha kwa sababu amekuzalau kwamba huwezi. Kwa hiyo moyo ulio safi unasaidia sana majibu kuja kwa haraka. Samehe mtu aliyekukosea, usishikilie vinyongo. Kwa mfano unataka labda na wewe upande cheo kazini, ukimwona mwenzako kapandishwa cheo usikasirike, usichukie. Unafanya hivyo ndio unafungua moyo wako na wewe majibu ya maombi yako yaje kwa haraka. Kwa hiyo mtu aliyekukosea zamani msamehe. Mambo yote yanayokusumbua kwa watu ambao labda walikuumiza, mwachilia na anza kuishi maisha ya furaha na kuondoa kabisa chuki, ili moyo wako uwe safi, na moyo safi unafungua majibu ya maombi kuja haraka. Lakini kitu kingine ni omba kwa shukrani. Sasa shukrani ni ishara ya imani ya juu. Usisubiri jibu litokee ndipo umshukuru Mungu, mshukuru hata kabla hujaona. Shukrani hufanya jibu lako liwe karibu zaidi. Sasa hii ndio siri ambayo hata mimi mwenyewe huwa naitumia. Unaona hizi process zote naweza kuelezea, lakini kiwango kikubwa cha imani ni kushukuru. Kwa sababu tuchukulie mfano mtu amekupatia kitu, so tutasema asante. Sasa kwa mfano badala ya kusema Mungu nisaidie kitu fulani, ukasema asante Mungu kwa kunipatia labda gari. Manake pale umekuwa umeruka step zote, yani umeamini kwamba Mungu tayari amekupatia. Kwa sababu nimekwambia kwamba kwa Mungu lazima uamini ndio utaona, lakini dunia imetufundisha kwamba mpaka tuone ndio tuamini. Kwa hiyo unaposhukuru manake ni kama umepewa kitu tayari. Na ubongo wetu sisi, ngoja nikufundishe hii siri, haujui kutofautisha kitu cha uhalisia na kile kitu ambacho unakifikiria. Kwa hiyo ukisema asante, kwenye ubongo wako inatengeneza kwamba hichi kitu kimeshapatikana. Kwa hiyo automatic kinaanza kuja kwa kasi kubwa zaidi kwenye maisha yako. Na shukrani, napenda sana wazungu wanaitumia mbinu hii vizuri sana. Mzungu hata kama ukimsaidia kufungua mlango wa gari anasema asante. Hata kama ukimpatia tu maji, kama akakuomba labda alikuwa pembeni kidogo, anasema asante. Kwa sababu anajua mbinu hii. Unaposhukuru unavuta kitu kingine zaidi. Shukrani inavuta baraka. Kwa sababu unaposhukuru unaamini kwamba kile ulicho nacho unacho kwanza, unakisamini, lakini unavuta kitu kingine. Na shukrani inaondoa malalamiko, inaondoa hofu. Na hata kama kwa mfano kuna jambo unaona haliwezekani, anza kushukuru. Mshukuru Mungu kwamba asante Mungu nimefaulu mtihani, asante Mungu nimepata kazi. Unaposhukuru tayari unakuwa unaonesha kwamba imani yako ni kubwa zaidi. Unaweza kuona kama ni utani, na wengi wanaona kama ni masiala au kama unafanya vitu vya michezo, lakini kiukweli shukrani ni kiwango cha juu cha imani. Na ndio maana hata kwenye kitabu ambacho mara nyingi ni vitabu vya dini, sehemu nyingi ambavyo watu waliokuwa wanafanya mambo makubwa walianza kwa kushukuru. Unaposhukuru manake unakuwa unaonyesha kiwango kikubwa cha imani kwamba lile jambo unaolifanya unaliamini. Hata Yesu alikuwa anashukuru. Alipoenda kumfufua Lazaro, alishukuru kwanza ndio akamfufua Lazaro. Kwa hiyo kushukuru ni kiwango kikubwa sana cha imani. Maombi yote ambayo unayaomba
shukuru Mungu kwamba asante kwa kunipatia kitu hichi, asante kwa kunipatia, kwa mfano natafuta mme, asante kwa kunipatia mme, lakini uwe wazi ni wa namna gani, kama nilivyokuelezea kwamba wanaume wapo wengi ambao wako tayari kuoa, lakini sasa wewe unahitaji wa namna gani? Kwa hiyo hivyo pia lazima uwe wazi kwenye maombi yako. Lakini kitu kikubwa nimekazia zaidi, shukrani. Shukrani ndio kiwango kikubwa cha kuwa na imani. Lakini jambo jingine, vumilia, usikate tamaa. Kuna maombi yanajibiwa haraka na mengine yanajibiwa kwa wakati sahihi. Usipoona jibu leo haimaanishi umeachwa. Endelea kuomba, endelea kuamini na endelea kusimama. Unajua issue ya maombi ina mambo mengi pia. Lazima uwe na uvumilivu na usikate tamaa. Tuchukulie mfano, mkulima anapoenda kupanda mbegu, huwa haendaki kila siku kwenda kuichungulia kwamba imeota, anafukua anaangalia. Huwa anaiacha, yeye anaendelea kumwagilizia maji mpaka baadaye inatokeza. Ndivyo hivyo kwamba kwenye jambo la imani lazima uamini. Na ukiamini lazima utakuwa na uvumilivu kwamba hili jambo litatokea tu. Wewe nikupe mfano labda uliomba Mungu akupatie gari, lakini mwaka huo hilo gari lilikuwa na mpango wa kuua wewe. Kwa Mungu ameona akikupatia mwaka huo litakuangamiza, kwa hiyo anakupatia mwaka unaofuata. Lakini pia issue ya kuvumilia inaweza pia ikasababishwa pia na wewe kutokuwa labda umezingatia hizi hatua nazokuambia, labda huna imani, hujawa wazi kwenye maombi yako. Lakini pia unaweza pia kuja shukuru kile ambacho Mungu amekupatia kidogo. Kwa hiyo hivyo vitu pia vinachelewesha majibu ya maombi yako, kwa sababu kila mtu anapata kitu kulingana na uwezo alionao. Mungu hawezi kuletea vitu vikubwa zaidi ya uwezo wako. Hata kama mtoto mdogo ana miaka 2, uwezo kumpatia pikipiki aendeshe. Sio kwamba umpendi ule mtoto, ila hana uwezo wa kuendesha ile pikipiki. Kwa hiyo ukiona kwa mfano maombi yamechelewa, usikate tamaa. Maombi tayari yameshakuja. Yaani unaposema tu kwamba Mungu nisaidie, tayari ile ombi limeshajibiwa. Ila sasa kukufikia wewe lazima liendane na uwezo wako. Kwa mfano mtoto, kama nilivyosema pikipiki, uwezo kumpatia pikipiki kwa sababu ni mtoto mdogo, hiyo pikipiki itamharibu. Kwa Mungu lazima kuandae kwanza. Unapoomba labda Mungu nisaidie niwe tajiri, lakini utunzi fedha, unatapanya mali, ufanye uwekezaji, hata utajiri ukija utapanya hivyo utapotea. Kwa hiyo lazima hivyo vitu kwanza ujifunze. Na ndio maana mara nyingi na shauri kabla hata baraka hazijaja, anza kujiandaa kuzipokea hizo baraka, kwa sababu zikija hujajiandaa utaziharibu. Kwa hiyo uvumilivu ni muhimu sana na usikate tamaa. Na ukiona mtu kapata majibu kwa haraka, maana kafuatia mbinu hizi, kazizingatia na kapata majibu kwa haraka. Lakini ukiona majibu yamechelewa, ni kwa sababu kuna baadhi ya mbinu bado inakusumbua. Lakini usikate tamaa, majibu tayari yameshakuja. Lakini sasa kukufikia wewe ndio yanahitaji yaendane na uwezo wako, lakini pia yanahitaji pia muda mwingine ya kuimarisha zaidi ili uweze kuyapokea. Kwa sababu yakija, tuchukue mfano hata yakija bila mpangilio. Chukue mfano unaambiwa sasa hivi tendo kaendeshe ndege. Umepata kazi ya kuendesha ndege. Ukikubali hiyo kazi ukaenda kuendesha, maana yake utapata ajali kubwa na utaua hata watu wengine ambao kwenye ndege. Kwanza hutaweza kuendesha kwa sababu ndege na utaalamu wake. Ndivyo hivyo. Unaomba Mungu, naomba unisaidie nipate kazi, lakini unakuwa utafuti fursa, unakuwa tu umekaa ndani, huulizi watu. Kwa hiyo lazima utaona majibu yako yanachelewa, kwa sababu kile unachokiomba lazima pia uishi kama vile ulivyoomba, kwa sababu unaamini lazima uishi kulingana na vile ulivyoomba. Kwa hiyo uvumilivu pia ni sehemu muhimu sana. Usikate tamaa. Ukishaomba hilo jibu tayari lipo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashatengeneza mifumo. Ni sawa unavyonunua simu, kila kitu kimeshapangiliwa. Ukitaka kuplay muziki, kuna sehemu ya kuplay. Kule ukitaka labda kuchati, sehemu ya kuchati. Kwa hiyo ukiona ile sehemu labda wewe huwezi kuitumia, sio shida mwenye simu, wewe ndio hujui, ndio kwa ujifunze jinsi ya kuitumia. Ndio unaenda kwa mtu na muuliza, bwana mimi naomba nisaidie nijue jinsi ya kuplay muziki huu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ya watu wengi, kwamba uvumilivu unakosekana kwa sababu hatutaki kuangalia ni sehemu gani ambayo tutakuwa turekebishe ili majibu ya maombi yetu yaje haraka. Kwa hiyo uvumilivu pia ni sehemu muhimu sana kwenye majibu ya maombi yako, na usikate
tamaa. Kuna sababu nyingi, inaweza kuwa labda kuna changamoto ambayo inaweza kukupata, labda maombi yao yakijibiwa sasa hivi, lakini pia sio wakati sahihi. Na wakati sahihi unaoongelewa hapa, manake wewe unakuwa tayari hauko tayari kupokea hivyo vitu, manake uwezo wako bado ni mdogo. Lakini pia hatua nyingine, chukua hatua. Kuomba bila kuchukua hatua ni kuamini kwa maneno, si kwa vitendo. Mungu hufanya yasiyowezekana, lakini anaongojea uanze yale unayoweza. Omba kazi, lakini pia tafuta kazi. Omba mafanikio, lakini pia fanya kazi kwa bidii. Hatua zako zinaonyesha kuwa unaamini ulichokiomba. Kuna kitu kimoja utakuwa uzingatia hapa. Mungu hufanya yasiyowezekana, lakini anangojea uanze yale unayoweza. Unapoomba kitu fulani, hebu angalia ni hatua gani ambazo unaweza kuzifanya leo. Kwa mfano, labda unamwomba Mungu ujenge nyumba, basi anza kutafuta hata sehemu ambayo utanunua kiwanja. Lakini wewe unataka kwamba mpaka nyumba eti ipatikane. Hapana, kila kitu kina hatua. Anza kufanya hatua ambayo inawezekana kwako. Unavyoanza kutengeneza hizo hatua, ndivyo zinaanza kuvuta na baraka zingine zinakuja. Watu wote unaoona duniani waliopata mambo makubwa au waliofanikiwa, kila kitu kilianza kwa hatua. Na kile ulichokiomba, kwa sababu unakiamini, anza kuishi kama vile unaamini. Ukiomba mafanikio, anza kujifunza kufanya kazi kwa bidii. Ukiomba labda biashara yako ikue, anza kufungua duka lako mapema, ongea na wateja vizuri. Labda ukitaka labda kupata kazi, naomba Mungu pate kazi, tafuta kazi, ulizia watu, tafuta connection za kazi. Kupitia zile hatua unazoweza, kwa sababu kutafuta connection sio kazi. Unaweza kumpigia hata rafiki yako mbele, na ukisikia kazi sehemu yote niambie. Wewe unaona kama ni kitu kidogo, lakini ile hatua inaanza kutengeneza kwenye ubongo wako. Kuna somo jingine nitakuja kuelekeza Mungu alivyotuumba sisi. Kuna sehemu ya ubongo wa kati tunaitwa subconscious mind, huwa inatuongoza sisi bila kuwa na akili ya ufahamu wa kawaida. Kwa hiyo ile inaongoza maisha yetu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo unapoanza kuchukua hatua, ile sehemu inaanza kuamini kwamba haya mambo unayofanya yanawezekana. Kwa hiyo yanaanza kutunzwa, yanakuja kuongoza automatic, au mazingira yanayoendana na hiyo fursa unayotafuta yatakuja kwako. Kwa hiyo chukua hatua, usubiri mpaka kila kitu kikakamilika. Kwa hiyo unavyoomba ukimaliza, anza kuchukua hatua, na hatua hizo ndio zinaonyesha kwamba kile unachokiomba unakiamini. Lakini sasa kwa kumalizia, jambo la muhimu sana, omba kwa imani, lakini pia omba kwa uwazi. Omba kwa moyo safi na shukrani, lakini pia vumilia na chukua hatua. Majibu ya maombi yako yatakuja kwa haraka au kwa wakati sahihi. Ngoja nikuelekeze hapa kitu cha mwisho. Ukiona majibu yamechelewa kuja kwako, manake wewe hauko tayari kuyapokea, kwa sababu kuna vitu mbalimbali, labda uwezo wako, yakija majibu yatakuharibu. Unaomba mtu labda kwa mfano mwanamke anaomba apate mume mzuri ambaye atampenda na kumjali, lakini yeye mwenyewe bado anasema wanaume vibaya, anasema labda wengine labda wanaume ni wabaya. Hawezi kuja, kwa sababu utakuja kumtemea hizo sumu wewe. Kwa hiyo labda unaomba upate kazi, lakini wewe mwenyewe huo ujuzi wa hiyo kazi huna. Kwa hiyo yatakuja kwa wakati sahihi, manake wewe tayari ule uwezo unao. Rubani akiomba kazi ya urubani, atapata kazi ya urubani kwa sababu ana uwezo wa kazi ya urubani. Lakini yale maombi yanayokuja haraka, manake yamealign na kile kitu ambacho umeomba na uwezo wako, lakini pia na imani yako kulingana na kile ulichokiomba. Nikushauri, kuna hatua ambazo unaweza kuzifanya. Usubiri mpaka kila kitu kione, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu, kama nilivyokuambia, unaamini ndio unaona. Sasa kama unaamini, anza kuchukua hatua. Kama labda ni kutafuta kazi, anza kuwapigia watu ambao unaamini kwamba labda naweza kupatia kazi. Kama ni biashara unataka ikue, anza kujifunza jinsi ya kukuza biashara. Jifunze kuhusu namna ya kuongea na wateja. Boresha ofisi yako ikae vizuri. Kama ni mahusiano, kuwa na lugha nzuri na watu. Lakini kama ni mafanikio, fanya kazi kwa bidii. Jitume, jifunze ujuzi mpya. Usisubiri kwamba mpaka kila kitu kikamilike. Na Mungu ametengeza mfumo huu kwa sababu duniani tunaishi kwa hatua. Hata vile unavyoona mti unavyokuwa, kwa sababu mti hawezi tu kuchibuka ukaenda juu.
ni kama mbegu unavyoipanda, unaiacha baadaye inakuwa. Kwa hiyo hata si binadamu unavyoanza kuchukua hatua, unaona ni ndogo za kawaida, lakini hizo ndizo zinaleta matokeo makubwa sana. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza kwa comment sehemu ya comment section, lakini kama kuna sehemu imekugusa zaidi na umejifunza, unaweza pia kwa comment sehemu ya comment section, ili pia na wengine wajifunze au waone umuhimu wa hiyo sehemu uliyosema. Kama utakuwa na swali pia unaweza kwa comment sehemu ya comment section. Nikushukuru sana. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usahau kusubscribe. Tukutane tena kwenye somo linalofuata. Bye na uwe na siku njema.